mkutano wetu huu ambapo tumewaita kwa jukumu kubwa moja la kuweza kufikisha ujumbe mahususi kutoka kwa jukwaa la watumiaji Tanzania, yani Tanzania Consumer Forum. Jukwaa hili la watumiaji Tanzania linaundwa na taasisi ambazo zinatetea haki na wajibu kwa watumiaji wa huduma za sekta mbalimbali hapa nchini ambazo zinadhibitiwa, ambazo taasisi hizo ni pamoja na LATRA CCC, EWURA CCC, TCRA CCC pamoja na TCAA CCC. Tumewaita leo tukifahamu kwamba wiki hii ni wiki ambayo tunaelekea siku ya mtumiaji duniani. Tunasema ni World Consumer Rights Day, siku ya haki ya mtumiaji duniani, ambayo siku hii huadhimishwa kila tarehe 15 ya mwezi wa 3 kidunia. Sasa na sisi kama taasisi au kama jukwaa tumeona ni vyema tukaitumia wiki hii kufanya mambo mbalimbali kuelekea siku hiyo ya kilele tarehe 15. Jukwaa letu hili kwa taasisi hizi nilizozitaja ambazo ni taasisi za kiserikali kwa kushirikiana na taasisi isiyo ya kiserikali ambayo inajulikana kama The Foundation au FCS, Foundation for Civil Society, tumeweza kuandaa baadhi ya mambo ambayo tutayafanya katika wiki hii, ikiwa ni pamoja na kuzitembelea vyombo vyenu, pia tutavitembelea. Ila jambo la kwanza tumesema tukutane na ninyi nyote ili muweze kutufikishia taarifa hii kwa umma, ambayo tunaamini watu wengi wataipata. Tutatembelea, tutafanya media tour katika baadhi ya media ambazo tumepata nafasi ya kufanya nao vipindi ili kuendelea kuongea na watumiaji wa sekta hizi. Pia kufikia kilele tutafanya seminar ambayo tutakutanisha pia watumiaji ambao tutakutana nao kwa kilele ambacho kitafanyika Morogoro siku ya tarehe 15. Lengo la maadhimisho haya ni kuhimiza matumizi salama ya huduma na matumizi endelevu. Nasema huduma kwa sababu huduma hizi ndizo zinazodhibitiwa, za usafiri wa anga, usafiri wa ardhini, mawasiliano, utumiaji wa maji na nishati. Tunazungumzia matumizi endelevu. Sasa kila maadhimisho yanakuwa na kauli mbiu. Kauli mbiu ya mwaka huu tumeitoa kwa Kiswahili ambayo si Kiswahili sanifu, ikiwa na maana ya haki na maisha endelevu kwa mtumiaji. Haki na maisha endelevu kwa mtumiaji. Nimesema tumeitoa kwa sababu kwa Kiingereza inasema ni just transitional sustainable lifestyle. Ni just transitional sustainable lifestyle. Inazungumzia hali ya maisha tunapoelekea kuibadili kwa ajili ya kupata matumizi endelevu katika sekta mbalimbali tunazozitumia. Katika maadhimisho haya kama jukwaa tunatamani sana tusibaki nyuma katika mabadiliko. Tunazungumzia mabadiliko ya kimaisha, lifestyle, kwamba ni katika usafiri na usafirishaji tuwe na maisha ambayo yanaleta uendelevu wa maisha. Tunaposema uendelevu, kuna uendelevu katika hatua za kiafya, kwamba unasafiri au unasema ukisafiri kwa baiskeli umejenga afya pia, ukisafiri kwa kutembea kama ni salama umejenga afya pia. Ila kuna upande mpana zaidi wa kuangalia upande wa nishati. Tunapozungumzia nishati tunazungumzia matumizi ya nishati salama na endelevu, ambao hii sasa kwa mfano kwa nchi yetu tumebarikiwa, nafasi hii tunayo kubwa sana. Tuna nishati ya gesi ambayo tunaweza kutumia katika usafiri, na sasa tumeshaanza kuiona kwa vyombo vinatumia nishati ya gesi. Hii pia inaenda kutunza mazingira, kwa hiyo ipo katika mtazamo huu. Lakini tusisahau kwamba unapozungumzia mambo yote haya lazima kuwe na mawasiliano. Tunapozungumzia mawasiliano tunazungumzia taasisi ambayo inadili na mambo ya mawasiliano. Hapa tunahitaji kutoa wito kwamba tunapokuwa na mawasiliano kuwe kuna watu wa huduma waangalie masuala mbalimbali ambayo yatakuwa ni kero kwa watumiaji. Jambo kuu ambalo sisi tumekuja nalo kwa siku
ya haki na faragha ya mtumiaji. Lakini mnafahamu pia kuna sheria ya mawasiliano ambayo inalinda haki ya taarifa za mtumiaji, yani faragha ya mtumiaji. Kwa hiyo ni mambo mbalimbali ambayo tunazungumzia. Lengo letu ni kuendana na mipango mbalimbali ya kitaifa na ya kimataifa. Tunafahamu kuna mpango ambao unategemea kwamba au unatamani kufikia mwaka 2034 matumizi ya nishati safi, na maana kama ni kupikia, kama ni kusafiri, kama ni kuendesha mitambo mbalimbali kwa ajili ya kupata mawasiliano ifikie 80%. Kwa hiyo katika hilo tunatoa rai kwa kila mtumiaji au kila mtoa huduma afanye kila analolifanya akiwa na lengo hili ambalo ndio lengo mama la kitaifa. Lakini pia na matokeo yake ni kwamba kama utaratibu utakuwa uko complex, maana unaleta ile hali ambayo mtumiaji anakosa confidence ya kuwasilisha ile malalamiko yake, na ndio tunaona sasa matokeo yake wanaanza kupeleka malalamiko yao katika mitandao ya kijamii. Sasa hii sisi kwa maana ya CICC tayari tumeyaona haya, na tunafanya sasa hivi tunaifanya kwa lengo la kuangalia ile complaint system yote katika usafiri wa anga, kwa lengo hasa la kutafutia ufumbuzi wa kudumu, kwa sababu miongoni mwa changamoto tumekutana nazo ni tunapokea malalamiko machache sana. Kwa kupitia hii changamoto kwamba tunapata malalamiko machache, kuona pana sababu hii inaweza ikawa swala la tatizo hili linachangiwa na kitu gani, na mwarobaini wake utakuwa ni upi. Kwa hiyo kupitia study hii tutawaiteni waandishi wa habari kuwapa taarifa ya kile tulichokibaini kupitia hii study, na mapendekezo mbalimbali ambayo tutayapeleka. Mengine anaweza yakasababisha mabadiliko ya sheria. Shirika la Foundation for Civil Society. Sasa labda nieleze kidogo kuhusu shirika letu na jinsi ambapo tunaweza tukalink na wadau wetu hawa ambao tunakuja pamoja kwa siku ya leo. Kwa hiyo shirika la Foundation for Civil Society au FCS ni asasi ya kiraia ambayo tumekuwa tukifanya kazi kwa zaidi ya miaka 20. Na kikubwa ambacho tumekuwa tukifanya ni kuhakikisha kwamba tunaleta maendeleo kwa wananchi, wadau mbalimbali pia. Na kikubwa tumeweza kufanya hizi kazi kwa kushirikiana na wadau muhimu sana, wadau wa serikalini, asasi za kiraia, hata wadau kutoka sekta binafsi. Sasa miaka michache iliyopita au niseme mwaka jana tulisaini mkataba na taasisi ya Trademark Africa, ambapo katika mradi huu au mashirikiano haya lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba tunapata na tunaweza kuwekea awareness watumiaji wa huduma mbalimbali na walaji wa huduma mbalimbali. Kikubwa tunataka nini? Kikubwa tunataka kuone kwamba wadau wanaweza kusema changamoto zao moja, lakini pia wao wanajua haki zao muhimu. Wao wanajua sehemu ambapo wanaweza wakatoa malalamiko yao.